Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kupekulia kurasa kwa hili. Wafanyabiashara katika soko la Karume jijini Dar es Salaam wamelia na upungufu wa bidhaa katika soko hilo ambazo wateja wao wanazihitaji kwa kiwango kikubwa kwa wakati huu. Kwa wakati huu bidhaa kama vile pilipili na hoho ndizo zinazotafutwa kwa kasi zaidi kuliko bidhaa nyingine ndani ya soko hilo linalopatikana katikati ya jiji hilo. Hali ya hoho ni kwamba haina wingi sana au uchache. Tunashukuru tunatosheza watu wa masoko wanapata kiasi ambacho wanapata matumizi ya kawaida. Inaingia sio kwa wingi, sio kwa uchache. Biashara imekuwa ngumu kwa upatikanaji wake shamba kwa sababu sio kipindi chake. Kipindi chake ni kuanzia mwezi wa pili, wa tatu, mwisho mpaka wa 8. Lakini sasa hivi kidogo inakuwa adimu kutokana imeadimika shamba. Kila mfanyabiashara anaitafuta, watu wanahaha huku na kule kuitafuta hii bidhaa. Hoho zipo lakini uingiaji wake ndio hivyo kidogo kidogo. Kama hivi jana zilikuwepo nyingi hapa ila leo hazijaingia. Inategemea kutokana na hao wenyewe jinsi wanafanya biashara. Wakiona zimejaa nyingi hapa huwa wanazuia magari kule, ili mradi hizi za hapa zishe ili leo sije nyingine kwa ajili ya kuuza kesho. Yani tunazo, yani zinauzwa hapa. Tangawizi na hoho zipo vizuri tu na zinapatikana. Tuendelee na kurasa. Vifo vilitokanavyo na ajali za majini kwa wananchi wanaofanya shughuli za uvuvi wilayani Chato mkoani Geita vimepungua kwa asilimia kubwa baada ya wavuvi hao kuanza kutumia vifaa vya usalama kwenye mitumbwi na boti zao. Wakizungumza na Kurasa, wavuvi katika mwalo wa Chato wamesema elimu ya matumizi ya vifaa vya usalama majini ikiwemo matumizi ya maboya imechangia kwa kiasi kikubwa kupunguza ajali za majini zilizokuwa zikisababisha vifo vya mara kwa mara kwa wavuvi hao. Tulikuwa tunapoteza sana watu, maana tulikuwa hatujui tunaenda ziwani pasipokuwa na life jacket, tunaenda tukiwa tuna vyombo visivyokuwa salama. Lakini baada ya kupata elimu, kwa sasa tunaweza tukakaa takriban ya mwaka 2025 mpaka 2024 mpaka 25 hatujapata ajali kama hizo. Ila kwa sasa baada ya miaka 2-3 hii watu wanavyoendelea kupata elimu, vifo vya wavuvi vinapungua. Halafu na elimu ya utabiri wa hali ya hewa. Tumeweza kuwaunga wavuvi kwenye magrupu ya utabiri wa hali ya hewa. Kama tunavyojua kwamba ni sheria inawataka wamiliki wote wa vyombo vya majini kabla ya kuanza shughuli zao waje TASAC kwa ajili ya kusajili vyombo vyao, kwamba serikali inajali sana watu wake kuhakikisha kwamba wako katika hali ya usalama muda wote. Linapotokea jambo lolote tujue chombo kile kilielekea mwelekeo upi, na tunapotafuta na wakati tukipata tunajua naam, chombo hiki kilisajiliwa ni cha mtu fulani na kilikuwa na matatizo haya. Tumalizia Kurasa kwa hili. Baadhi ya madereva wa bajaji wenye ulemavu Dar es Salaam wameomba wamiliki wa vyombo hivyo kupunguza kiwango cha hesabu za kila siku kwa waajiri wao, kwani viwango vya sasa havilingani na changamoto wanazokutana nazo barabarani. Wakizungumza na Kurasa, madereva hawa wamesema kuwa licha ya kuwa na uwezo wa kufanya kazi kama madereva wengine, mazingira wanayokutana nayo yanawafanya washindwe kufikia malengo yanayotakiwa na waajiri wao kila siku. Yani hesabu mikataba umetoa kubwa sana. Wewe unaambiwa bajaji eti kwa siku hesabu ni 40. Kweli? Tuulizane si wenyewe, hesabu bosi anakupa. Sasa kwa hili utafanyaje? Unabidi uchukue ili mradi maisha yaende, lakini asilimia kubwa kwamba tunapata changamoto kama hiyo kwa baadhi ya wamiliki wa vyombo wamekuwa wakitoa hesabu kubwa sana. Na katika ile ni uhalisia kabisa, utakuta mtu anasingizia kwamba hii bajaji mimi nimekopa, hivyo basi utaniletea 40 kwa siku, kitu ambacho ni vigumu. Mimi ninapoingia kufanya kazi toka asubuhi mpaka jioni ninapata 40,000, 50,000. Yeye anataka 40,000. Kwa hiyo utakuta nafanya kitu ambacho kinanilazimisha sehemu ambayo sitakuwa na maslahi yoyote mimi. Kwa siku kile kiwango cha kwa siku moja unachompa dereva kuletee kile kiwango asifanye kimekuwa kikubwa, sababu biashara imekuwa ni ngumu. Kiwe kiwango cha chini ili kimwezeshe dereva na yeye apate hela ya kujikimu yeye mwenyewe, ya kununua mafuta na akuletee mwenyewe. Nafikiri akifanya hivyo, kwanza dereva ataitunza bajaji vizuri na kutakuwa una ugomvi kati ya madereva na waendesha bajaji. Tumekufungulia na kufungia Kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo.
Tafadhali usikose kuangalia Kurasa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea Kurasa kwa leo, jina langu ni Exaudi Mtei. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.